Habari, karibu katika mwendelezo wa kuangazia kitabu kizuri cha Joel na Nauka cha mifumo 10 inayowaongoza watu wakuu. Kabla sijaendelea, ni kuombe ulike, kushare na kucomment. Na kama unatazama on YouTube, basi subscribe kwa tips kama hizi. Sasa, leo tuendelee na msingi wa 3 ambao ni maombi yako binafsi. Kazi kubwa ya maombi sio kukusaidia kupata vitu unavyovihitaji kutoka kwa Mungu, bali ni kukusaidia kuendelea kufanana katika asili na Mungu unayemuomba. Kazi ya maombi ni kukubadilisha ili ufanane na unayemuomba kimamlaka na kiutendaji. Ndio maana Yesu na Musa walipotumia muda mwingi kwenye maombi, matokeo ya maombi yao yalikuwa ni kubadilishwa wanavyoonekana hadi wanadamu wenzao wakawaogopa. Mark 9:2-5, Mwanzo 34:20-30. Kadiri unavyoendelea kukaa kwenye maombi, ndivyo unavyozidi kufanana na Mungu, na ndivyo wanadamu wa kawaida wanavyozidi kukuogopa na kukuhofia. Kazi nyingine ya maombi ni kukuhamisha ulimwengu. Ndiyo maana Yesu alipoomba kulikuwa na viumbe wasiokuwa na mwili wa nyama wakamtokea, Musa na Eliya. Maombi yanakusaidia kupata access ya ulimwengu wa roho na kuhusiana na viumbe wa rohoni, malaika, ambao wanaweza kukusaidia kazi huku duniani. Msingi wa 4 ni kufunga. Kwa chochote unachofanya kwenye maisha, huwa kinatakiwa kupewa nguvu za kiroho ili kukiwezesha kuwe na sauti zaidi kwenye ulimwengu wa mwili. Katika faida kubwa 2 za kufunga, mojawapo ni kupata ufunuo unaokupa mbinu na urahisi wa kufanya mambo, Isaya 58:8, na ya pili ni kutangaza habari zako katika ulimwengu wa mwili kupitia ulimwengu wa roho, Luka 4:14, yani kuna maeneo jina na habari zako zitatangulia kabla ya wewe kwenda kwanza. Hii ndiyo maana moja ya siri ya Mtume Paulo ilikuwa ni kufunga mara kwa mara bila kujali alikuwa mkubwa kiasi gani. 2 Wakorintho 11:27. Kufunga sio njia ya kumshurutisha Mungu kufanya unachokitaka, bali ni njia rahisi ya kutawala ulimwengu wa mwili kwa msaada wa rohoni. Msingi wa 5, kuwa chini ya uongozi wa kiroho. Mamlaka isiyokuwa chini ya mamlaka haiwezi kuwa na nguvu ya kutisha. Bila kujali Mungu amekuinuaje kiasi gani, ni muhimu kuendelea kuwa na mtu ambaye unamfuata na anajua kama unamfuata. Yeremia 6:16. Hii ndiyo maana kwa Joshua alikuwepo Musa, Elisha alikuwepo Eliya. Usisahau kuwa simba aliye peke yake anaweza kuuawa na fisi walio wengi. Ni hatari kutokuwa na mtu ambaye unamchukulia kama mamlaka yako ya kiroho, spiritual authority. Natumai umenielewa. Kesho tutaendelea na mfumo mwingine wa 2. Asante.